Habari yako mtazamaji wa Yogo TV. Mimi kwa majina naitwa Joseph Pasco Manje na ripoti kutoka katika uwanja wa Karume Stadium katika mchezo wa hisani kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii kati ya Mara Stars na Mwanza Stars. Lakini kupitia hapo pembeni yangu niko na wachezaji wa ligi kuu ambaye ni mzaliwa wa Msoma mkoa wa Mara, na anaweza akatueleza zaidi ni kwa nini au kipi kimewavutia mpaka wameweza kuleta mchezo wa hisani ndani ya mkoa wa Mara. Kisu, mambo vipi? Mambo poa. Bana, siku nyingi upo ndani ya mkoa wa Mara, uko kwenye majukumu yako ya kila siku. Kwanza unajisikiaje kurejea nyumbani? Kubwa zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki tulivyojaliwa kurudi nyumbani, kuleta kidogo hiki. Na hisi Mwenyezi Mungu atajalia baadaye itakuwa kikubwa. Ameleta mchezo wa hamasa ndani ya mkoa wa Mara. Ni kwa mara ya kwanza wachezaji wanaocheza ligi kuu ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania wanaungana, wanatengeneza Mara Stars pamoja na Mwanza Stars, wanaleta mchezo wa hamasa kurudisha kwenye jamii. Kwanza mliwiwa kitu gani au mlifikiria nini mpaka mkaweza kuungana kundi la wachezaji wanaocheza ligi kuu na kuweza kuleta hamasa hii? Kwanza kabisa mkoa wa Mara ni mkoa wetu, na mashabiki au jamii ndio waliotusupport mpaka kufika hapa. Kwa hiyo sisi wachezaji wa mkoa wa Mara ambao tunacheza ligi kuu na wengine ambao ndo wanachipukia, tumejiorganize kurudisha kwa jamii kwa sababu wao ndio wametusupport mpaka kufika hapa. Kwa hiyo tunaporudi nyumbani malikizo hivi, kwa hiyo tunaleta kidogo mchango wetu ili kuwasupport wasiojiweza. Sahi, mnaleta kwa ajili ya kusupport wasiojiweza. Lakini kwanza safari yako ya mpira wa miguu umeona ilivyokuwa, ina mabonde, ina milima na mpaka ulipofika, lakini leo unakumbuka jamii hii ambayo unairejeshea ndio hii inayokusupport hata unapokuwa kwenye majukumu yako ya kazi. Kwanza unajisikia furaha kiasi gani kuona mashabiki wamesheni katika uwanja wa Karume Stadium hapa mjini Msoma na wakiwa wanawasupport vijana wao? Kwanza ni jambo kubwa, unaona mwitikio mwenyewe umekuwa mkubwa. Yani ni kitu ambacho kimewiwa. Mimi mwenyewe nimefurahi kuona support kubwa sana. Sisi tumeanzisha yetu ijua yani support itakuwa ndogo, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu support imekuwa kubwa. Yani inatuongezea morali ili msimu ujao pia turudishe tena hichi kitu. Kwa hiyo hiki kitu ni muendelezo, sio leo tu, ni muendelezo. Kwa hiyo msimu ujao tutafanya tena hivi. Okay, msimu ujao mtafanya tena. Lakini unawashauri vipi wachezaji ambao wanachipukia kutoka ligi ndogo kama ligi daraja la kwanza, championship, first league na ligi ambazo zinatengenezwa huko mtaani kwa ajili ya kupata wachezaji bora zaidi kama wewe ulivyokuwa kwa sasa? Nahisi hii ni jambo kubwa. Huwezi kujua nani anakuja kuangalia. Unaweza kukuta hapa kuna watu wengi wanakuja kuangalia, wana timu, wanaweza wakaja wakapoint mchezaji mmoja mmoja. Ndio maana hili jambo ni kubwa, sio jambo dogo. Huwezi kujua anayekuja kukuangalia uwanjani ni nani. Unaweza kukuta kuna viongozi wa timu baadhi wako hapa. Kwa hiyo unaweza kucheza hapa, mtu akakuona, akakuchukua ukaenda kwenye timu nyingine ukaenda kusaidia. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa hili. Sahihi kabisa. Lakini neno lako la mwisho kwa ajili ya watu wa mkoa wa Mara, watu wa Msoma nyumbani imewapokea na imeweza kushukuru kile mlichokileta kwa pamoja. Neno lako la mwisho kwa ajili ya kuwashukuru wana Mara? Neno kubwa zaidi ni shukrani. Yaani shukrani kabisa kwa sababu mwitikio umekuwa mkubwa. Sisi tunawashukuru. Tunaombea tena msimu ujao wawe kama hivi, wajitolee, watu support na sisi tuwe na moyo tena wa kuja kurudisha kwa jamii. Tunachopata sio tunapata sisi tu, wenyewe ndio wametujalia tumefika hapa. Kwa hiyo ni support kubwa. Sisi tunasema asante sana kwa wote waliojitokeza na ambao hawajajitokeza, na hisi msimu ujao watajitokeza kuja kutusupport tena. NBC Premier League msimu wa 2026 2027 tarajia kukuona wapi? Tumuombe Mwenyezi Mungu na tuombe uzima. Shukrani sana Kisu. Asante sana. Mtazamaji wa Yogo TV, alikuwa ni Kisu, na ukitazama kwa makini na kama unavyoona uwanja wa Karume Stadium umesheni mashabiki kibao kama unavyotazama wewe mwenyewe, wamejitokeza kwa ajili ya mchezo wa hisani kurudisha kwa jamii. Na hii ni mchezo ambao umeandaliwa na wachezaji kutoka ndani ya mkoa wa Mara wanaocheza ligi kuu NBC Premier League, na wameorganize pamoja wao kwa ujumla wakatengeneza combine nzuri na mchezo ambao umefanyika kati ya Mara Stars na mchezo wa Mara Stars pamoja na Mwanza Stars.
lakini mpaka muda huu tunavyozungumza bado mchezo unaendelea uwanjani. Mara Stars anaongoza kwa goli 3-0 na mchezo ni mzuri, lakini bado tuna wachezaji wengi zaidi. Endelea kufuatilia Yogo Wars TV. Si kwanza tumependa na tumefurahia kuona Mara Stars na Mwanza Stars wanakuwa wanatengeneza mchezo wa hisani kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Kitu gani kimewiwa au kitu gani kimevutia mpaka mkatengeneza combine ya design hii ambayo imepelekea watu wengi kufuatilia mchezo wenu na kuwepo hapa? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limeenda vizuri. Tumecheza mchezo wa kwanza Mwanza, tulitoka 1-1. Mwitikio pia ulikuwa mzuri. Kitu kilichotushawishi sana, ujue kwa ukanda wa Ziwa hatujawahi kufanya tukio kama hili. Tunaona sasa hivi mikoa mingi wenzetu wanafanya, wanarudisha kwa jamii, kwa sababu si muda mwingi tunakuwa tupo kwenye mpira. Kwa hiyo kuna maisha baada ya mpira, na sisi tukishatoka kwenye mpira tunarudi kuishi na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo kuna watu wanaohitaji huko mtaani, tunafanya kitu kama hiki kupata chochote kitu na kuwapelekea kwenda kujumuika nao. Mchezo wa kwanza ndani ya mkoa wa Mwanza, mchezo ulikuwa mzuri, kuna baadhi ya wachezaji majina makubwa walionekana, lakini leo cha kushangaza kuna baadhi ya wachezaji majina makubwa hawajaonekana. Kipi kimepelekea mpaka hawajaonekana na umejaribu kuja na timu ambayo kidogo imebadilika? Au ni mbinu za kiuchezaji, mbinu za kiwalimu, au ni technical bench ndio limekuwa na maamuzi hayo? Kwanza huu ni mchezo wa hisani, sio kwamba ni mchezo wa ligi. Kwa hiyo mtu yote anaweza kacheza, sio lazima wacheze wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi kuu. Alafu kitu kingine, kama unavyojua ligi inaanza mwezi ujao tarehe 14. Kwa hiyo kuna watu tayari washarudi kwenye majukumu yao, wengine wamepata uzuru. Kwa hiyo waliopatikana ndo tumekuja nao, tumecheza. Ni just to fun, kama kuenjoy, sio mchezo wa ligi. Ni kuenjoy na mashabiki na wachezaji wenzetu ambao tulikuwa kwenye ligi, tumekutana kwa pamoja, tunafanya kitu kama hiki kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii. Neno lako kwa ajili ya wachezaji wengine ambao pia wanacheza ligi kuu NBC Premier League Tanzania bara kwa ajili ya mikoa yao. Nyinyi mmeorganize Mwanza na Mara, mmetengeneza kitu bora sana. Neno lako kwao ni lipi labda? Kama alivyosema mwanzo, kuna maisha baada ya mpira. Tukishamaliza mpira tunakuja kuishi na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo lazima tutengeneze mahusiano mazuri kipindi hiki bado tunacheza, ili tutakapomaliza kucheza isiwe ngumu kushirikiana nao jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo mimi nawahamasisha mikoa mingine ambao bado hawajafanya wafanye pia. Ni kitendo cha kupata baraka, kwa sababu unakuwa unapeleka mahitaji kwa watu ambao wanahitaji zaidi. Kwa majina naitwa Betuel Majaliwa, captain wa Mwanza Combine. Ni mara yangu ya kwanza nafika hapa mkoa wa Mara. Captain, kwanza mchezo umeuonaje? Mchezo ulikuwa mzuri, tunashukuru, tumepata mechi nzuri. Unajua tulikuwa tunacheza na wachezaji ambao wamecheza ligi kuu, wengine wamecheza championship, kwa tunapata uzoefu na tumeenjoy yani. Nyinyi mmeenjoy kama Mwanza Stars, lakini vipi, ni experience gani umeweza kuchukua kwa wachezaji kutoka ligi kuu ambao umeweza kukutana nao leo? Yani kikubwa tulichochukua ni kujiamini. Unajua tunapopata mechi kama hizi, vijana sisi ambao tunakuwa kwenye mpira inakuwa ni vizuri. Tumetoka Mwanza kuja hapa Mara, kuna wachezaji ambao tulikuwa tunaona tu kwenye TV. Leo tumeweza kujumuika wote hapa, tumecheza vizuri na tumeonyesha kile na sisi tumeona wanavyocheza. Kwa hiyo tumepata kitu kikubwa sana cha kujifunza hapa, na sisi tupate muendelezo ili na sisi tuje tufikie malengo yetu hapo baadaye. Malengo yenu kwa baadaye, lakini kwa sasa ni neno gani ambalo unalipeleka kwa wanamara kwa ajili ya mapokezi mazuri na mchezo mzuri ambao umeweza kucheza ndani ya uwanja wa Karume Stadium? Tunashukuru, yani nichukue nafasi hii kwa niaba ya timu kuwashukuru, kwa sababu hii nafasi hawapati wote, imetukuta sisi. Tunashukuru sana, tumekuja hapa, tumeenjoy, tumecheza. Watu wa Mara ni wakarimu sana. Tumekuja si hatuna hata shabiki mmoja, lakini tumepata mashabiki huko. Kwa hiyo inaonyesha ni jambo jema, na naamini tutakuja tena mara nyingine hapa tukiwa tuna nguvu zaidi. Kocha ambaye anatokea mkoa huu wa Mara, wilaya ya Msoma mjini kama ilipo makazi yangu, lakini pia wilaya mbili za Bunda na Msoma vijijini walipo wazazi wangu. So nafikiri tulikuwa na maandalizi ya mechi hii, na mechi mbili zote zimefanikiwa kufanyika. Kwa maana ya mechi ya kwanza ambayo tulifanyia Mwanza kwa mkoa wa Mwanza pamoja na mkoa wa Mara. Mechi ya kwanza tulifanikiwa kutoka sare 1-1, na hii mechi ya pili tumeshinda magoli 4-0. Kwa hiyo hii tulikuwa tunafanya kama ni heshima ya mkoa, lakini lengo kubwa la mechi hizi ilikuwa ni kutuweka karibu na jamii yetu, kwa maana turudi tucheze nyumbani, lakini pia tuone kile kinachoweza kutokea kutokana na mechi hii, kwa maana ya kipato kinachoweza kupatikana kutokana na mechi hii kiwasaidie watu wenye uhitaji. So nichukue nafasi hii kwanza kushukuru serikali yetu ya mkoa wa Mara
lakini pia uwakilishi mkubwa wa Mheshimiwa Chikoka ambaye ni mkuu wetu wa wilaya Msoma mjini, kwa maana ya namna alivyotuunganisha na kutufanikishia baadhi ya huduma kwenye mechi hii, na amejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kutufanya sisi tuwe karibu. So nipende kuchukua nafasi hii kumpongeza sana, lakini pia nimpongeze mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Mtanda kwa nafasi ambayo yeye kwa kujitoa kwake tulikuwa tunawasiliana naye, na mchango wake ni mkubwa sana kufanikisha timu ya Mwanza kufika hapa Mara. Lakini kwa haya maandalizi ambayo tuliyafanya mwishoni, kwa kiasi fulani hatuwezi si haba. Mwanzo wanasema huo ndio mgumu, lakini uwepo wa mechi hizi lilikuwa ni jambo kubwa. Lakini kwa kipekee zaidi kuwapongeza washabiki wetu, watu ambao wanapenda mpira kwa kufika, wamekuwa wengi sana. Nitumie nafasi hii kwa baadhi ya wachezaji ambao hawakufika, ambao walitaraji kuwaona kwa sababu mbalimbali binafsi za wachezaji, ni waombe radhi washabiki wetu popote pale watakapoangalia matangazo haya, basi ni waombe radhi kwa baadhi ya wachezaji ambao hawakuweza kufika kwa sababu ambazo nimeziainisha kwenye makutano yangu na washabiki waliofika kwenye mechi hii. Nimeziweka wazi kwamba kwa namna ambavyo uzuri walioutamka. Kwa hiyo kipindi kijacho hatakuwa na nia mbaya kuwakosa wale wachezaji, lakini tutafanya vizuri kuweza kuwapata kwa mapema zaidi ili tamasha letu liweze kufanikiwa. Malengo yetu ni kuwa na, tumeanza na mikoa miwili, lakini malengo yetu ni kuwa na hii mikoa inayotuzunguka kwa maana ya Geita pia na Shinyanga kuwaongeza kupitia mamlaka za kiserikali. Kwa hiyo ninaamini hilo tutafanikiwa kwa sababu tutalianza mapema. Kwa hiyo na tulifikiri kwamba tunaweza tukaweka kitovu hapa, mikoa hiyo yote iweze kuchezea hapa. Ni kitu ambacho tunafikiri tutakuwa tumefanikisha, kwa sababu huu ndio mkoa wa muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo nafikiri tuna namna ambavyo tunaweza tukaitengeneza hizo mechi zikawa za ushindani na tukapata wachezaji wakubwa hata wengine nje ya wale wanaotoka kwenye mikoa hiyo. Tukianza mapema, tukiorganize mapema, nafikiri tutaweza kuwapata wachezaji hao na tamasha letu hili kwa mkoa kwa mwaka unaofuata litaweza kufanikiwa. Zaidi tuna nia kubwa ya kuweza kurudisha tena morali ya mpira mkoani kwetu. Sisi tuko huko ligi kuu, lakini tunasikitika kwa namna moja ama nyingine tunapokuwa tuko nyumbani ligi haichezwi, ligi kuu haichezwi, watoto hawapati tena ajira. Toka kile kizazi ambacho tulikuwa nacho Biashara United, sasa hivi watoto wetu wana struggle sana kupata ajira tena upya. So ni lazima pia tunyanyue morali ya soka hapa kwa kushirikiana sisi wadau wa mpira, sisi walimu wa mpira, kwa namna tunavyoshirikiana na serikali yetu ya mkoa na mamlaka za soka. Basi tuna kila sababu ya kuwa na mawazo ambayo ni mazuri yatakayoweza kurudisha tena burudani katika uwanja wa Karume. Kwa hiyo nimekuwa nikiendelea kuwasiliana na viongozi wetu, wananipa update kwa karibu zaidi. Mawazo walionao ni makubwa sana. Yatakapokuwa yamefika kwenye upande wa wadau, basi tuwa support. Yatakapokuwa yamefika kwenye upande wa washabiki, basi tuwa support. Ila kwa leo tupokee hiyo burudani. Mahali ambapo hatujakidhi kile ambacho walikitaka washabiki wetu, basi watusamee sisi na watoto wao. Haikuwa kwa nia mbaya. Hata kile tulichokuwa tumekifikiria kama akijatimia kwa 100%, basi tupokee hata hiyo 30%, 40%, 50% tu accept kwamba ni ya nyumbani, lakini tukiwa tunaamini kwamba tutaisaisha na itafanya vizuri. Kwa hiyo mimi kwa hapa nyumbani huwa napapenda sana na ninatamani hata kama ninarudi na timu nyingine, lakini hapa mpira uwepo. Ninatamani timu ikiwepo hapa basi niweze kuisaidia hata wachezaji wengine kuweza kuwashawishi waje wacheze nyumbani. Kwa hiyo sio kwamba tumewaacha kwa sababu tuko huko, hapana. Mimi mkoa unanihusu sana na ninapenda sana mpira uchezwe hapa na inaniumeni sana. Kwa hiyo niwaambieni tu kwamba niko huko nafanya kazi ya mpira, lakini haimaanishi kwamba hapa sioni namna ya kuwasaidia. Ninasaidia watoto wetu wa hapa na nitaendelea kuwasaidia pia watoto wa hapa, lakini pia na viongozi kwa kushirikiana nao.